Jumuiya ya kujihami ya NATO inasema kwamba bado wanaiogopa Urusi na kwamba ni tishio kubwa kwao. Katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami ya NATO Mark Rutte amesema Urusi bado inasalia kuwa kitisho kikubwa kwa jumuiya hiyo na kuongeza kuwa suala la kusitisha vita nchini Ukraine liko mikononi mwa Urusi. Katika mkutano uliolenga kutafuta njia za kufanya mfungamano huo wa kijeshi kuwa madhubuti zaidi, baadhi ya mawaziri wa Ulaya wameomba Urusi iwekewe siku ya mwisho ya kujibu pendekezo la Marekani la kusitisha vita. Hata hivyo, Rutte hakuweka wazi kama analiunga mkono pendekezo hilo au la. Katibu mkuu huyo wa NATO pia amebainisha kuwa washirika wa jumuiya hiyo wataongeza fedha zaidi kwa ajili ya bajeti ya ulinzi na wengi wao wameshaanza kufanya hivyo. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio, ambaye ameshiriki katika mkutano huo, amesema nchi yake itafahamu ndani ya wiki chache kama kweli Urusi ina nia ya dhati ya kupata amani katika mzozo wake na Ukraine. Amesema kama ni mbinu ya Rais Trump, hana haja na hilo. Hataingia kwenye mtego wa mazungumzo yasiyo na mwisho. Kama kweli Urusi inataka amani, itakuwa ni vizuri na tutasonga mbele kuelekea kwenye amani, na kama hawamaanishi, tutatathmini msimamo wetu ili kujua ni nini cha kufanya katika hilo. Uingereza, Ufaransa zimemlaumu Putin kwa kukwamisha juhudi za kusitisha vita. Hata hivyo, viongozi kutoka katika mataifa hayo wameiona Urusi kama ni taifa ambalo linacheza mchezo dhidi ya Trump, na huku akimtaka rais wa Marekani Bwana Donald Trump kuwa makini dhidi ya ujanja unaofanywa na rais wa Urusi Vladimir Putin. Marco Rubio ameyasema hayo baada ya Uingereza na Ufaransa kumshutumu rais wa Urusi Vladimir Putin kwa kuyachelewesha kwa makusudi mazungumzo ya kusitisha vita yanayodhamiria kumaliza uvamizi wa majeshi yake nchini Ukraine. Kando na kuelezea msimamo wa Marekani kuhusu suala hilo, Rubio amesema nchi yake inajihusisha na masuala ya jumuiya ya kujihami ya NATO kuliko wakati mwingine wowote. Na akizungumza kauli hiyo, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema hakikisho lililotolewa na Marekani lilikuwa na umuhimu mkubwa, lakini nchi za Ulaya zinapaswa kuwa imara. Mataifa ya Magharibi yameona kwamba wakati huu ni kama vile Urusi na Marekani zimeamua kuwa marafiki na hivyo kuzitenga nchi za Ulaya ambazo pia baadhi yao ni wanachama wa NATO. Lakini wakati huu Marekani inaithibitishia NATO kwamba ipo pamoja na kamwe haitajitoa katika umoja huo. Lakini kubwa zaidi ni wakati huu ambapo viongozi wa NATO wanaelezea uhakika na ukweli uliopo ni kwamba wanaiogopa Urusi na kwamba wanategemea Marekani ndiye ambaye ataweza kusimama imara na kuweza kuzungumza na kiongozi wa Urusi Bwana Vladimir Putin dhidi ya kutotishia nchi yoyote katika Ulaya, lakini pia dhidi ya kusitisha mapigano huko nchini Ukraine. Kadhalika, moja kati ya mambo ambayo watu wa Ulaya wanayataka kupitia NATO, wanataka kuona vita vinasitishwa moja kwa moja, huku wakihusishwa katika mazungumzo ya usitishaji wa vita hivyo. Hata hivyo, Marekani ilishawaambia watu wa NATO kwamba Urusi imekiri haina mpango wa kushambulia taifa lolote katika NATO. Mtazamaji, endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.